Kwa hiyo sisi kama Tanzania tumechaguliwa kuhost forum hii. Kigezo kikubwa mojawapo kwamba sisi Tanzania tumekuwa ni nchi ya mfano barani Afrika kwenye mambo ya mtandao, na tunaonekana kwamba ni nchi ambayo tumeweza kufanya coverage inclusivity ya kwenye watu wa vijijini kule kuweza kutumia mawasiliano kufanya huduma mbalimbali za serikali. Kwa hiyo IGF Africa ikaona ni vyema twende Tanzania tukafanya hii forum, na pia kuja kwao hapa ili waweze kujifunza sisi kama Tanzania tumewezaje, kwa sababu imekuwa ni jambo la changamoto kubwa sana kwenye nchi nyingine za Kiafrika. Kwa hiyo tumekuwa na hiyo forum. Leo ni siku ya mwisho, tumefunga na tumekuja na maazimio ambayo maazimio hayo tutaenda nayo kwenye IGF ya dunia. Kwa hiyo leo tumemaliza hiyo IGF ya Afrika. Kwa hiyo tulikuwa kuna ushiriki wa nchi mbalimbali barani Afrika, na tulikuwa tuna nchi zaidi ya 40 ya Afrika. Wataalamu wengi walikuwa hapa toka juzi, tuna discuss mambo mengi kuhusu bara letu la Afrika, na kwa umoja wetu leo tumekubaliana tutapokwenda kwenye IGF ya dunia ambapo tutakutana na nchi nyingine za kidunia, sisi kama Afrika tutakuwa kitu kimoja, kusema kwamba sisi kama bara la Afrika ili tuweze kwenda kwenye hatua kama dunia inapokwenda tunahitaji kufanya mambo haya na haya. Tangu lilivyoanzishwa limekuwa na mafanikio mengi, ikiwa ni pamoja na kuwaleta maeneo yanayohusiana na asasi za kijamii wanakuja pamoja, vyuo vikuu wanakuja pamoja, sekta binafsi wanakuja pamoja, pamoja na serikali. Kwa hiyo kuna wadau wakuu kama 5 ambao wanashiriki na wanashirikiana katika majadiliano kuweza kuangalia kwamba sera za nchi moja, sera za kikanda, kwa mfano kwa maana ya East Africa, je, zinafanya vizuri kwa maana ya usimamizi wa internet yenyewe. Kwa hiyo tangu 2005 wakati hili jukwaa limeanzishwa, ambalo linatokana na mkutano maarufu sana unaoitwa World Summit of the Information Society, ambao kila mwaka huwa unafanywa na shirika la mawasiliano duniani. Kama jinsi ambavyo huu mkutano umekuwa unafanya kazi zake, umekuwa unafanya kazi kwa mafanikio sana. Kwa hiyo kilichozaa ili jukwaa ni huo mkutano wa kimataifa wa mawasiliano ambao unaitwa the World Summit of the Information Society, ndio ukawa umezaidi jukwaa kwa ajili ya usimamizi. Na sababu kubwa iliyofanya jukwaa hili likazaliwa ni kwamba walivyokutana wakati fulani kule Geneva, kulikuwa kuna majadiliano nani ambaye asimamie internet. Wengine wakawa wanasema serikali, wengine wakasema ikae labda ni private sector kama walivyokuwa wanafanya Marekani wakati huo. Kwa hiyo kulikuwa hamna makubaliano. Kwa hiyo kikaanzishwa kikundi kazi, ambacho hicho kikundi kazi ndio kilichosema kwamba tuwe na wadau ndio wawe wanasimamia mtandao wa internet, kwa maana ya mtandao ule mkubwa.